tuanze na mimi uende kwa waziri. Naam? Kwani kingani na kauli ya waziri wangu? Yani yeye alizungumzia sio masuala ya zile 50%, anasema zile sio za serikali, ilikuwa makubaliano kati ya mwenye mgodi na wale wachimbaji. Alafu tukamzungumza na mmiliki wa mgodi na yeye asema zile ilikuwa ni makubaliano yao ya mikataba na akaonesha na mikataba. Sasa tuje kwako kwa sababu ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kuhusu hili swala sasa la kupigwa mabomu, kama wanavyodai kuna watu wamefariki, kama wapo waliofariki majeruhi. Nini kimetokea? Nashukuru sana. Kwanza niseme na mimi nilianza kusikia kama nyinyi mlivyosikia, kwa sababu ninavyoongea na wewe niko safarini, niko Dodoma. Lakini baada ya kupata kusikia hizo taarifa na kuona kwenye mitandao kwamba kuna mabomu yanapigwa, nimefuatilia na nikapewa taarifa kwamba jana ilinyesha mvua kubwa sana kwenye eneo la huko, na ule mgodi unachimbwa kwenye mbuga. Nadhani wote mtafahamu kwamba ni eneo la mbuga ambalo lilikuwa kama shamba ya mpunga. Kwa hiyo kiusalama ndio kwamba leo kazi zisifanyike ili kupisha hali ya utoaji wa maji kwenye maeneo ya mgodi na irudi kwenye hali nzuri ya kiusalama. Kwa hiyo mmiliki wa mgodi alitoa tangazo kwamba leo mtu asiingie mgodini ili kupisha hali hiyo ya usalama. Sasa tangazo hilo ndio lileta taharuki. Na taharuki sio 50% kwa 50, kwa sababu 50% kwa 50 ilishakuwa sorted na walikuwa wanasaini mikataba na watu walikuwa wanachimba. Kwa mfano hata jana uchimbaji uliendelea na watu walikuwa wanachimba, wale walikuwa na 50% waliingia kuchimba, na ambao walikuwa hawajasaini mkataba waliambiwa baki nje mpaka wasaini mkataba, na hapakuwa na vurugu yoyote. Leo hakuna aliyeruhusiwa kuingia kuchimba. Maana yake mwenye mkataba hakuruhusiwa na ambaye hana mkataba hakuruhusiwa. Na sababu ndio nilisema kwamba kwa sababu ya hali ya nini ya mvua na maji yaliyokuwepo pale. Sasa hii wakateka advantage baadhi ya watu. Unajua lile eneo lilizungushiwa mabati na mle ndani kuna mifuko yenye mawe yenye thamani. Kwa hiyo watu pia walikuwa wanatamani wafanye hujuma kwenda kuiba ile mifuko. Kwa hiyo kundi la watu likajimobilize na kwenda kufanya vurugu za kuingia kwa nguvu. Kwa hiyo baada ya hapo watu wa mgodi walitoa taarifa, jeshi la polisi likafika pale na ikataka kutuliza hiyo hali ya amani. Na njia nzuri na nyepesi ya kusambaza watu wanapokuwa wengi kwenye eneo moja ni kupiga mabomu ya mchozi. Na kwa hiyo walipiga mabomu ya mchozi kweli na watu wakasambaa, na mpaka ninavyoongea na wewe sasa hivi pale pamebaki katika hali ya utulivu. Isipokuwa kuna kundi cha watu wachache ambao nasikia bado wajimobilize kutaka kurudi kufanya uhalifu kwa na wizi wa hayo. Taarifa za kwamba kuna mtu alifariki mpaka sasa hivi ninavyoongea hakuna taarifa. Nimeongea na kamanda wangu wa polisi wa wilaya, kanithibitishia kwamba hakuna maiti hata moja wala mtoto mmoja. Lakini kanithibitishia kwamba jeshi la polisi halijapiga risasi ya moto hata moja juu, ila amepiga bomu la machozi. Lakini tunao majeruhi wawili ambao wako kwenye wanafahamika. Mmoja alikuwa anapita kwenye huo fence ya bati akajikata sehemu ya sikio. Bahati nzuri yeye mwenyewe wamemchukua mpaka polisi, ametoa maelezo na mpaka hospitali ametibiwa. Na maelezo yake mwenyewe amekiri kwamba alikuwa anakimbia akakatwa na bati sehemu ya sikio. Kwa hiyo hakuna aliyemkata panga wala aliyemkata kisu wala kumjeruhi. Lakini wa pili ni askari wetu ambaye watu wanasema kwamba askari katapata na mapanga. Hakuna askari katapata na mapanga. Bahati mbaya askari alidondoka akaongea kitu, akaweka kitu cha ncha, aliweka mkono sehemu yake ya kidole ikawa imechoma kwenye ncha. Na ni jeraha ambalo kawaida kabisa na limetibika na yuko kazi tunavyoongea na kazi. Sio mahututi wala hajapita kufanya kazi yoyote na wala ile jeraha alijifanya kutimiza majukumu yake. Zaidi ya hapo, kwa mujibu wa taarifa ya polisi, hakuna tukio ambalo limetokea kwenye eneo. Sasa ile baki ni uvumi, watu wanayakuza, watu sio wanne wamefariki, watu wamefariki. Mpaka sasa hatuna taarifa mtu aliyefariki. Lakini kama kuna mtu anajua ndugu yake alifariki atuambie yote ya msiba maiti ambayo imetokea wala mtu alifariki. Na jeshi la polisi haijatumia silaha ya moto hata moja. Tunashukuru wananchi, baada ya askari kuwasambaratisha walitambaa na wakawa tayari wameachia eneo, na mpaka sasa hizi eneo lile linalindwa na askari ili hali irejee.
tunaangalia nimeagiza timu ya watu ofisi ya RMO maafisa madini upande wa timu ya wataalamu mafundi wakafanya ukaguzi yale mashimo, wakayaona yana hali gani, na wakibaini kwamba sasa hivi hali inaweza kuruhusu watu kuingia kufanya kazi, tutawatangazia warudi wakafanya kazi kwenye maeneo ambao wana mikataba yao halali, wakafanya kazi zao pale. Lakini kama watakuta hali ya usalama kama walivyodaiwa na mmiliki wa leseni sio sahihi, basi tutaendelea kupazuia, kwa sababu usalama wa mtu ni wa kwanza kabla kuingia kwenye swala la kipato cha mtu mmoja mmoja. Sisi kwetu hata mtu mmoja akidhurika ni madhara makubwa sana tunayapata. Kwa hiyo nimekwisha agiza timu ya wataalamu iende ikafanya ukaguzi pale na itupe taarifa, na baadaye tuseme kwamba je, watu waruhusiwe kufanya shughuli zao la labda ambao hawaruhusiwi kufanya kazi ni kama wachimbaji wangapi? Siwezi kusema ni wangapi, lakini eneo lote ambalo lilizungushwa na mabati mle liko pale ambalo lenye athari. Sasa idadi ni wangapi siwezi kujua kwa sasa, lakini timu yetu ikienda itatupa taarifa kamili kwamba ni maeneo maduara mangapi ambayo yapo. Lakini kwa haraka tu ule mgodi sasa hivi una watu wengi sana. Ni mgodi ambao population yake inaweza kaenda karibia kwenye 20,000 population kwenye eneo. Lakini eneo ambalo liko kwenye mbuga linalokuwa linazuiwa sina takwimu, lakini nadhani ni zaidi ya maduara 300 kwenda 400. Sina hakika sana. Kwa hiyo sio kama ni idadi ndogo. Ukisema duara 300 400, duara moja linaruhusiwa na watu karibia 10 au 15. Kwa hiyo ukipiga hapo hesabu utaona ni watu wangapi ambao wanaweza kuwa wanahusika kwenye namba iliyozuiwa list. Neno lako sasa kwa wachimbaji wadogo wa eneo la Msasa. Mimi wito wangu ni kwamba naomba kwanza wawe watulivu, wawe wasikivu. Na tangu mgodi tumeanza mwezi wa 9 mwishoni, hatujaingia kwenye taharuki kubwa kama hii kwa sababu tunafuata taratibu. Lakini kingine, tuheshimu taratibu za kwenye migodi. Kwenye migodi kuna masuala ya usalama, ni swala muhimu sana. Kama kuna onyo lolote la usalama, naomba tuheshimu, kwa sababu wangekuwa wanaambiwa usichimbe unaondoka moja kwa moja, hiyo ingekuwa ni tofauti. Lakini unaambia simama kwa siku moja siku mbili, nadhani tufike wakati tuone kwamba usalama ni muhimu zaidi kuliko tunachokitafuta. Kwa hiyo ombi langu kwao wawe na imani na wawe wasikivu, ili haya maelekezo yanayopewa kiutaalamu yatafanywa kazi. Na mimi niseme tu kwamba tayari nimeshaagiza timu ya watu iko pale inashughulikia, na kama kuna jambo lolote ambalo walizuia sio makusudi, tutatoa maelekezo waendelee kuchimba. Kama tukibaini kwamba swala kuwazuia wao kwenda kuchimba ilikuwa halina uzito wote, tutaruhusu waingie kuchimba. Kwa hiyo sio na hofu yote. Lakini kama swala kuwazuia kwenda uzito, tutazuia pia kwa siku zile ili kusudi wao waweze kudhani. Kwa hiyo wawe na imani, wawe watulivu, na hali itarejea vizuri kama watakuwa ni wasikivu. Haya, tunakushukuru sana mkuu wa wilaya. Asante sana. Kuna risasi wakati